fait à qui pèse aller mais yebe watiaje le boss ni atiza ndesheli nangaye chachomala maisa nazidisha na ganya majibu sipati maisa najumlisha na toa na kosa hisabati mapenzi sabati unakopendwa upendwi akuishi songo mbingo mshike tu wewe una nini? Mary, umekuja na Derek, mbona umekuja saizi peke yako usiku? Na uko hivyo na shida gani? Nimekupigia simu sana mpaka unanipa hofu, najua labda umepata na tatizo baya. Wewe, sinaongea na wewe. Derek amenifanyia mambo makubwa sana. Kiasi ameniumiza sana moyo wangu. Amefanya kitu gani kwa cha ajabu? Derek alikuwa kwenye mahusiano na msichana anaitwa Desla. Huyo Desla alimpenda Derek kiasi cha kuharibu ujauzito ili kumtolea figo. What? Una uhakika niko unachokiongea? Yule dada ameongea kwa uchungu sana. Natamani hata ungemsikia. Hey. Yaani nilikuwa naona maumivu yake. Sio sawa. Najiona kama mimi ndo mwenye makosa hapa. No, come on. Wewe unahusikaje hapo sasa? Unahusikaje? Yaani makosa yako yako wapi hapo? Wewe uelewi? Hivi umewaza yule dada anajisikiaje? Oh. Umemfikiria? Really? Umewaza Derek ni mnyama kiasi gani? Oh. Aya, ona. Kama yule aliweza kutoa figo kwa ajili ya kuokoa maisha yake, vipi mimi ambaye sijawahi kumchangia hata damu? Come on. Si atakuja kuniua huyu? No. Yaani sasa hivi hupaswi kuwaza hivyo vitu wala kusema wewe unayosema. Hayo alishapita. Ni maisha ya zamani. Unahusikaje hapo? Unakaribia kuolewa. Yaani bado unaongelea ndoa? Unataka kusema ndoa hii ya mtu katili? Ai. Hapana, mimi siwezi tena. Wewe unataka kusemaje? Ndo basi siwezi kuolewa naye. Wewe hauko sawa. Mary, hauko sawa. Trust me, hauko sawa. Oh, Mungu wangu. Mtoto amechanganyikiwa. Mary. Mary, mdogo wangu. Baby bro. Kwa namna ulivyoona mazingira na hali ilivyo, unahisi baba atakuwa sawa? Mzee atakuwa sawa. Mzee wetu jasiri. Na hata sisi tufundishe ujasiri. Malazi tu utu uzima na nini, lakini naamini sasa. Mimi namwamini mzee wangu, sio kama mimi namwamini sana baba. Namwamini? Namwamini. Rudi nyumbani. Kama unamwamini niacheni. Nenda kwa anachungama mpaka alafu nitakuuliza, rudi nyumbani chukue shemeji yako. Nenda naye. Hawa. Sawa. Poa. Desla, umeongea nini na mke wangu? Mke?
Kwa mwanamke? Oops. Sorry kwa kukuharibia ndoa Derek. Deswa, umeongea nini na Mary? Umezungumza nini na Mary? Kwani huyo mwanamke anasemaje? Anasemaje Mwaya? Deswa, can you be serious? Unaweza ukawa serious kidogo? And tell me. Derek! You took something that belongs to me. Listen to me carefully. Can you bring back my shit? Shit? What kind of shit are you talking about? You shut up your fucking mouth when you are right here. Listen to me carefully. If you think this game imeisha, no, ndo kwanza tumeanza. Desra, listen to me, babe. Can you listen to me for a minute? Who is your babe? Don't touch me. Desra, unahisi mimi sikupendi? I don't know. Unahisi mimi sikuhitaji? Let me tell you something. Simple and clear. Kukupenda na kupenda sana. If loving you, I love you so much. I think you waste my time, boy. See you. Mr. Jebra? Mr. Jebra, kwanza nikutoe wasiwasi. Mzee sasa hivi anaendelea vizuri tukilinganisha na hali aliyokuwa nayo awali. Of course, at the beginning alikuja na difficulty in breathing, just a bit. It was not exacerbating, ambaye tulimanage kwa kumpa Docoxone 200 mg. It has to do with the working and enhancing the chest. But so far the other thing that was the difficult had a gastric pain. Kabidi tumfanyie kipimo kinaitwa endoscope. Mapenzi sabati, unakopenda upendwi, akuishi songo mbingo, mshike tu. Findings imeonekana kwamba kwenye utumbo huwa kuna mikoso layer. Kwa hiyo imeonekana kwenye ile mikosa ambayo ndio utumbo ambao unalindwa, they just a little bit ulceration. Ni kama vile umedika kidogo, lakini na kuondoa shaka. Mzee hamna kitu kilichoharibika. Tumemwanzishia management, tumempa dawa zinaitwa pantoprazole. These are proton pump inhibitor, PPI kwa kitaalamu tunaziita hivyo. Of course, tumezitumia sana wakati tuko masters India, na tumewasaidia sana watu wengi. Kwa hiyo ndio maana umeona hata mzee ameimarika kwa haraka, ni kwa sababu tumemwanzishia pantoprazole. Baada ya kumwanzishia dawa, kama nilivyosema, tumefanya pia vipimo vya damu. Ikaonekana damu imeshuka kidogo. Of course, the HB ambao ndio wingi wa damu tunaangalia, it is supposed to range from 12 to 18. Kwa hiyo imeonekana yeye kiwango cha damu ni 8.9. Baada ya kushauriana kama timu, haikuonekana kama kuna haja ya kuongezea damu. Of course, tutaanza kumsikeje kwenye nutrition supplements. Nutrition supplements manake kuna baadhi ya vyakula tutamshauri yale anahitaji kutumia vyakula kama mboga za majani, spinach na mboga nyingine za majani kwa kadri zinavyopatikana. Lakini kubwa sana ni kutoa shaka. Tutamlaza mzee kwa uangalizi angalau siku 3. Kwa na ninyi tutaomba kidogo mtuvumilie. We need to keep him closer. Tutamruhusu baada ya hizo siku 2-3. And then lakini tutamhitaji kila baada ya wiki 2 au anakuja kwa ajili ya check up. Nafikiri Mr. Jebla hapa tumeelewana.
Wewe unahisi mimi sikumbuki mambo yote mema uliyowahi kunifanyia? Nakumbuka msaada wa baba yako nikiwa chuo. Nakumbuka kuwa natembea na figo yako. All that is in me. Nakumbuka. Unahisi nifanye nini kulipiza mema yote kwenye maisha yako? The thing I need, Derek, the thing I want, it's just a love. Love? What kind of love do you need from me? Ungependa nikuongopee every weekend na safiri na niko around? Ungependa nikupende wakati sikupendi? Desla, kimsingi na kiukweli haupo kwenye moyo wangu, na nafanya haya yote kwa sababu nisikuumize wewe. Ndani ya moyo wangu, ndani ya nafsi yangu yuko mtu mwingine kabisa, and that's the truth. It is the truth. I'm sorry. I am very sorry. Nilikuamini na kukabidhi moyo wangu, nikajidhatiti ili uwe karibu yangu. I'm sorry, Derek. Nikaamini wewe ndo jibu langu, kumbe yupo mfaulu wa jibu langu. Changanya. I love you, Derek. I mean it. Nakupenda mpenzi wangu. Namba. Zanani, Desra? Whose number do you want? Zameri. Zameri? Why Mary again? Nataka niombe msamaha. No. Please. No, that's not possible. Derek, sisi wanawake kuna jinsi tunaongea tunaelewana. Hapana, Desra. Kana hii ni namba. Please. It's okay. Kwa hiyo nikikaa bila kukutafuta, unaweza ukapita mwezi au miezi bila mimi nawe kuwasiliana, si ndio? Hamna. Siku hizi unijali tu, kwa sababu wewe huwezi kuacha kumsikiliza mtu ambaye anakupenda, hasa pale anapojaribu kukwambia ukweli. Hapana, lakini ungejibu hata message. Si ndio hivyo je? Ndo maana anasema siku hizi unijali. Kwa sababu huwezi kuacha kumsikiliza mtu ambaye anakupenda, hasa pale anapojaribu kukwambia ukweli. Usiku mwema. Umeanza. Takupigia. No, nisikilize Gio, please, usikate. Gio. Mapenzi sabati, unakopenda upendwi, akuishi songo mbingo, mshike tu. Shemsi, ongea hapo na kusikia. Ongea Shem, mimi nafanya kazi huku ndani. We mpuzi nini? Yaani mimi muda wote nagonga hodi, wewe umekaa tu hapa. Yaani umekaa tu umejiachia tu. Napiga makelele hivyo mimi. Hivi si unajua mimi sipendi makelele? Misha, simama hapo, natengeneza kitanda. Unatengeneza kitanda? Hivyo ijua una akili timamu? Kwa kazi ipi? Hii ya kutandika hapo ndio kazi uliokuwa unaifanya? Kwa taarifa yako kuna kazi nyingi sana zinakusubiri. Sipendi dharau Gio, umesikia eh? Sasa sikia nikwambie. Kesho asubuhi mapema sana ndio wahi kuamka. Uandae chakula cha baba yako peke hospitali. Kwani wewe unaumwa?
Huyu vipi? Niumwe nisiumwe haikuhusu. Alafu Jio, mimi hilo sio jukumu langu, unajua eh? Hilo ni jukumu lako wewe na kakako. Wewe umechanganyikiwa? Umerogwa au? Kumekucha tena. Bwana tumbo kaanza na yake, si ndio? Yaani mpaka akuue, akunyonye damu. Ndio utajua yule bwana yule hakupendi. Una shida gani wewe? Mwanaume mwenyewe sasa. Mwanaume kimo cha stuli, mweusi mbaya, haeleweki, ndio umemng'ang'ania mdogo wangu. Unashinda kuwa na ule mkaka ni handsome boy, mkaka mzuri, mrefu, mtanashati. Unaenda naye popote mdogo wangu. Tena ukijimwaga hamna hata na kushangaa. Yule kama kadumbukia kwenye pipa, kweli? Kwani unateseka? Alafu wewe unasema wewe handsome sijui anavutia. Kwani usingeacha michezo yako michafuka wanayo wewe? Maana mimi kwangu ana nafasi. Mdogo wangu, mimi nakwambia kwa sababu nakupenda. Huyo bwana tumbo akikuuliza, mimi ndo mwenye hiyo kazi ya kukubembeleza. Na nimechoka kukubembeleza kwa ajili ya Jio. Mungu nipe uvumilivu. Mbona mimi sikumbuki kama nishiki kuomba unibembeleze? Kwa mimi nina shobo mdundo, bi mdogo. Ukija hapo umekaushwa sauti kwikwi kama unataka kupandisha homa, degedege, mimi ndo nakubembeleza unajua. Nakwambia kwa sababu nakupenda. Yule mwanaume hakufai mdogo wangu. Basi acha. Alafu mwenyewe. Hivi umempendea ni mdogo wangu? Au ndio hiyo michezo sasa mpaka? Kwani wewe una shida gani? Kwa hiyo kesho ukiweza wahi kuamka. Usipoweza lala. Afu babako kule hospitali afi na njaa. Hamna shame, lakini mimi niko nakuuliza tu. Mimi ndio nishakwambia hivyo. Sasa wewe endelea kuniangalia. Niangalia vizuri. Au kufunulia na kuniangalia vizuri. Chomba ya fundi. Upo. Tumeelewana? Nimekuelewa. Changamka. Unamtaka? Hakufai. Mimi dada yako, hakufai. Yaani hiyo ananifaa, nifai ni mimi. Kwani wewe inakuhusu nini? Wanaume wafupi mdogo wangu sio wanaume. Relax dear. Alafu fanya mambo yako. Maana hata nikitumia siku nzima kukuelewesha ninachompendea Jio, bado huwezi kunielewa. Sio akili zako. Kakuroga mwanaume. Trust me. Wewe una mambo yako mangapi mimi nakunyamazia? Wewe hiyo michezo yako hiyo ya kupenda wanawake wenzio, si kila siku hapa mimi nayaona. Kwa mimi navonyamaza kimya mpumbavu, ila wewe ya wenzio kuyaingilia. Tena usinifuatilie. Jaki sipendi. Sitaki kabisa kila mtu afanye anachoona ni sahihi. Jua kugawanya, kujumlisha, kuzidisha. Jua kugawanya, kujumlisha, kuzidisha. Jua kugawanya, kujumlisha, kuzidisha. Jua kugawanya, kujumlisha, kuzidisha. Magazi joto, mapenzi na magazi joto sana, magazi joto, mapenzi na magazi joto sana, magazi joto.